Bwana, afisa habari wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB Karim Boimanda ameeleza sababu za kuhamishwa kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo uliokuwa upigwa Machi mosi 2026 uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, na sasa kupangiwa kuchezwa katika uwanja wa New Amaan Complex Zanzibar. Kwa mujibu wa Boimanda, uamuzi huo umefanyika kwa kuzingatia kanuni za mashindano zinazoruhusu kubadilishwa kwa uwanja endapo utakuwa na sababu maalum zisizozuilika. Amesema tarehe hiyo ya Machi mosi 2026 uwanja wa Benjamin Mkapa utakuwa na tukio kubwa la mashindano ya kimataifa ya Qur'ani yatakayoshirikisha washiriki kutoka mabara mbalimbali duniani, jambo linalofanya uwanja huo kutopatikana kwa matumizi ya mpira wa miguu siku hiyo. Mchezo huo mkubwa unaowakutanisha mahasimu wa jadi Young Africans Sports Club wakiwa wenyeji dhidi ya Simba Sports Club sasa utapigwa katika dimba la New Amaan Complex ililopo Zanzibar. Dabi ya Kariakoo ni moja ya mechi zenye mvuto mkubwa Afrika Mashariki, ikikusanya maelfu ya mashabiki na kuvuta hisia kali ndani na nje ya uwanja. Boimanda amesisitiza kuwa bodi imezingatia taratibu zote kabla ya kufanya uamuzi huo na kwamba hakuna upendeleo wowote ulizingatiwa, bali ni suala la ratiba na upatikanaji wa uwanja. Aidha, imeelezwa kuwa maandalizi ya mechi hiyo visiwani Zanzibar yanaendelea vizuri kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika viwango vinavyotakiwa. Hata hivyo, uamuzi huo umezua mjadala mpana miongoni mwa mashabiki wa soka nchini, baadhi wanaoona ni fursa nzuri kwa mashabiki wa Zanzibar kupata burudani ya dabi hiyo kubwa moja kwa moja, huku wengine wakihisi kuwa mechi hiyo ilipaswa kubaki Dar es Salaam kwa kuwa ndiyo jadi ya makutano ya timu hizo. Wapo wanaohoji kama kweli ni suala la ratiba tu au kuna mambo mengine ya kiutawala na ya kisiasa nyuma ya pazia. Licha ya hoja hizo, ukweli unabaki kuwa kanuni zinaruhusu mabadiliko ya uwanja endapo mazingira yanahitaji hivyo. Sasa macho na masikio ya wadau wa soka la Tanzania yanaelekezwa visiwani Zanzibar, wakisubiri kwa hamu kuona nani ataibuka na ushindi katika pambano hili la heshima la historia. Je, wewe kama shabiki wa soka la Tanzania unaonaje? Sababu za TPLB zina mashiko au ni siasa tu? Dondosha komenti yako hapo chini. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kuendelea kupata habari na matukio mbalimbali ya kimichezo.